hayo, kwamba pande zote mbili zinakubaliana kuchukua hatua stahiki kuendeleza imani kwa wananchi na wadau wa uchumi, biashara na uwekezaji Zanzibar, na kutambua kwamba viongozi wa kisiasa wana dhamira ya dhati ya kujenga mfumo na taasisi zitakazojenga na kuimarisha demokrasia, utawala bora, uwajibikaji na utawala wa sheria, ambapo uendeshaji wa uchaguzi huru na haki na utoaji wa haki kwa ufanisi utakuwa kielelezo cha kufanikisha dhamira hiyo. Kwamba pande zote mbili zinakubaliana kwamba mchakato huu utakuwa shirikishi kwa kadiri itakavyohitajika, na kwamba wananchi, vyama vya siasa, asasi za kiraia na makundi mengine mbalimbali yatashirikishwa. Kwamba mchakato huu utaongozwa na kanuni ya ukweli, dhamira ya dhati na uadilifu, na kwamba maslahi ya Zanzibar ndiyo yatangulie na sio maslahi ya vyama, maslahi ya vikundi au maslahi binafsi. Kwamba tamko hili la pamoja linaambatana na ajenda zilizokubaliwa na kutoa saini na pande zote mbili, na kwamba ajenda hizo zitajadiliwa katika kamati ya pamoja itakayoshauri juu ya mfumo, taratibu na upeo wa utekelezaji wa makubaliano yatakayofikiwa hatua kwa hatua. Katika kufanikisha hili, chombo maalum kitaundwa chini ya sheria ili kurati na kusimamia utekelezaji wa makubaliano hayo. Kwamba utekelezaji wa yote utaanza mara baada ya kutolewa kwa tamko hili la pamoja. Kwamba pande zote mbili zinatoa wito kwa wananchi wote wa Zanzibar kuunga mkono hatua hii kwa kutoa ushirikiano wa dhati kwa lengo la kujenga mustakabali mwema wa nchi na watu wake. Kwa upande wa viongozi, wanaohakikishia wananchi wa Zanzibar kwamba watasimamia mchakato huu kwa dhati na kuweka mbele maslahi mapana ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Mheshimiwa viongozi, naomba kuwasilisha na asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana Katibu wa Baraza la Mapinduzi na Katibu Mkuu Kiongozi ambaye alikuwa ni katibu pia wa kamati ya maridhiano kwa usomaji wa tamko la pamoja. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi pamoja na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa heshima sasa na taadhima, sasa tunaingia katika sehemu muhimu ya utiaji saini wa tamko la pamoja na ajenda za kuchukuliwa hatua. Hivyo naomba wawakilishi walioteuliwa wa Chama cha Mapinduzi na ACT Wazalendo wafiki katika meza ya utiaji saini kwa utaratibu ufuatao. Kwa upande wa Chama cha Mapinduzi, ndugu Dr. Mohamed Said Dimwa, naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar. Kwa upande wa ACT Wazalendo, ndugu Omar Ali Shehe, naibu katibu mkuu wa ACT Wazalendo Zanzibar. Kwa heshima naomba pia tuwakaribishe marais wetu wa staff wa Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Aman Abeid Karume na Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein kushuhudia tukio hili muhimu na la kihistoria visiwani Zanzibar. Naomba tuwapongeze viongozi wetu hawa wa staff kwa kazi kubwa walioifanya na wanayoendelea kuifanya ili kuhakikisha nchi yetu inakuwa na maendeleo. Aidha, naomba nimkaribishe Mheshimiwa Othman Masoud Othman, mwenyekiti wa ACT Wazalendo Taifa, asogee katika eneo la utiaji saini kushuhudia hatua hii kwa upande wa ACT Wazalendo. Kwa heshima na taadhima, naomba nimkaribishe Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi asogee katika eneo la utiaji saini kushuhudia hatua hii kwa upande wa Chama cha Mapinduzi. Naomba wahusika sasa waendelee na zoezi la utiaji saini kwa mujibu wa utaratibu uliopangwa tukio hili muhimu la kihistoria.
Naomba tupige makofi mengi. Naomba sasa tuje mbele ya meza, tukae kwa pamoja karibu na tunyanyue hati zetu hizo za tulizoweka sahihi. Asante, naomba mlioweka saini sasa tukae pembeni, lakini viongozi wetu wastaafu pamoja na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi pamoja na mwenyekiti wa ACT Wazalendo tubakie hapo kwa utaratibu maalum. Kama mjuavyo, hili ni tukio adhimu na muhimu sana ndani ya nchi ya Zanzibar. Hapa naomba tupige picha hii muhimu na maalum kabisa. Upige picha, sitarajii kwamba mtakosa picha hii. Baada ya picha hiyo, na waomba waheshimiwa marais wastaafu wateremke na abakie Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi pamoja na mwenyekiti wa ACT Wazalendo Mheshimiwa Othman Masoud kwa picha maalum pia.